Wakati maradhi ya Ebola ikiripotiwa katika nchi jirani ya DR Congo, mkoa wa Mwanza umechukua tahadhari ya kujikinga na ugonjwa huo. Tahadhari zimewekwa katika kudhibiti mikusanyiko na pia utayari wa vituo vya afya. Akizungumza na MCL Matukio, mganga mkuu wa mkoa wa Mwanza Dr. Leonard Subi amesema licha ya kuwa shirika la afya duniani WHO kudhibitisha kuwepo kwa maradhi hayo nchini DRC, Tanzania bado ipo salama. Mlipuko wa ugonjwa wa Ebola katika nchi ya demokrasia ya Kongo DRC, ambapo tayari kuna baadhi wameshapoteza maisha, na taarifa hii imeshakuwa declared na shirika la afya duniani. Tayari wizara yetu ya afya imeshaanza kuchukua hatua. Kwanza taarifa zilisambazwa ambapo tumeanza kuchukua tahadhari. Katika mkoa wetu wa Mwanza ni mojawapo ya mikoa ambayo tunaweza kusema ni hub ya Afrika Mashariki. Na sasa sisi kama mkoa tunachukua tahadhari zote ili kuhakikisha kwamba tunajiandaa kukabiliana endapo itatokea. Lakini Tanzania mpaka sasa hivi hatuna ugonjwa huu wa Ebola na nchi yetu haijawahi kupata ugonjwa wa Ebola. Amesema ni matarajio yao kuwa hadi kufikia Jumanne wiki ijayo watakuwa wamekamilisha hatua zote za maandalizi kwa ajili ya kukabiliana na ugonjwa huo iwapo utajitokeza. Na labda kwa ujumla, wiki ijayo Jumanne tutaarika wadau wote wa mkoa wa Mwanza, wahusika wote, ili tuweze kuwapatia elimu, lakini pia tuendelee kuwa na mikakati ya pamoja ambayo ni endelevu, kutoa elimu muhimu ya kujikinga pamoja na njia maalum ya kukabiliana na janga hilo. Amebainisha kuwa kazi kubwa itakayofanywa ni kuandaa wananchi kuwa na uwezo wa kukabiliana na ugonjwa huo iwapo ukijitokeza. Kwa tuanze kuchukua hatua, kwa sababu ugonjwa huu ni hatari na unaenezwa na kirusi, na tunavyojua kwamba virusi huwa ni hatari. Kwa hiyo tutawaelimisha wananchi kupitia hicho kikao cha wadau, na kila mmoja katika eneo lake atachukua hatua zote muhimu. Anayesafiri, anaenda Kongo, anayekuja Mwanza, anayetoka Mwanza, basi achukue tahadhari. Au mtu yote atakaona dalili hizo, tutaelimisha kuhusu dalili za ugonjwa huu waweze kuzielewa, ili kila mmoja aweze kuchukua tahadhari katika eneo lake. MCL Matukio imepata fursa ya kusema na baadhi ya wananchi mkoani hapa ambao wanasema wizara husika na serikali wafanya haraka kuchukua hatua tanzu kabla ya virusi hivyo kufika nchini, hususan katika mkoa wa Kigoma ambao unapakana na nchi ya DR Congo. Wanasema kwa sasa wamekumbwa na wasiwasi mkubwa haswa katika kusafiri kutoka eneo moja hadi eneo. Jina naitwa Bashiri Ntula, mkazi wa Mwanza Tarime. Tena kwa ushauri wangu mwingine, nilikuwa naomba hasa sehemu za mpakani wangeweza kuweka hata utaratibu wa kuweza kupima kwa wale wanaoingia na kutoka, ili kusudi kuonekana kwamba ugonjwa huu usiweze kuenea kwa kasi kiasi hicho. Kuhusiana na swala la vyeti feki, Dr. Subi amesema hadi kufikia sasa takribani watumishi 12 kutoka hospitali ya mkoa wamekumbwa na sakata hilo. Tunao watumishi kadha wa kadha ambao wameathirika na swala zima la vyeti. Kwa mfano katika hospitali yetu ya mkoa hapa tulikuwa na watumishi 12. Watumishi 12 ambao walikumbwa na sakata hili la vyeti feki. Kwa ni swala ambalo linaendelea, maana hili swala halijaisha. Aidha amesema swala la vyeti feki ni endelevu kwa kuwa kuna baadhi ya watumishi ambao wamekutwa na sakata hilo, ila bado wanafuatilia kwenye taasisi husika kabla ya hatua ya pili kuchukuliwa. Bado linaendelea. Kuna wengine wanaendelea katika mchakato wa kuhakikisha kwamba wathibitishe vyeti vyao kama ni halali au si halali. Kwa hiyo ni swala ambalo linaendelea. Kuna watu wenye vyeti vyenye utata na wenyewe wapo. Kwa hiyo ni masuala ambayo ni endelevu. Lakini katika athari katika utoaji wa huduma, sisi tunaona kwamba hii tunakabiliana. Of course katika afya tuna upungufu wa watumishi. Lakini tunapopata hii shaking hatujaathirika kiasi kikubwa kihivyo. Kutoka jijini Mwanza nikiripotia MCL Matukio, mimi naitwa Jonathan Musa.